Tunaona ubingwa tunasogelea. Hongereni sana kwa ushindi. Mechi ilikuwa ni ngumu, lakini tunamshukuru Mungu tumeshinda. Unaona ndani sana. Ni mechi ambayo Mashujaa walikuja kwa plani ya kutumaliza, ya kupata sare, lakini tunamshukuru Mungu tumepata ushindi siku ya leo. Lakini mechi ilikuwa ni ngumu mno. Ngumu ulikuwa wapi wakati timu ambayo inategemea sio kama ile moja na timu ya Simba? Ugumu umekuja, Mashujaa wamejiandaa. Kila timu ambayo mida hii, kila timu iliyoko ligi kuu mida hii, kila timu iliyoko ligi kuu sasa hivi kila timu ni ngumu. Maana sasa hivi kuna wengine wanaogopa kushuka daraja, wengine wanataka kumaintain kubaki kwenye ligi, na wengine wanataka wawe mwaka kesho waendelee kuendelea na ligi yetu. Kwa hiyo mechi ilikuwa ni ngumu sana. Tunashukuru leo wachezaji wamejituma mpaka dakika ya mwisho bila kukata tamaa, na tumeweza kupata ushindi siku hii ya leo. Mchungaji, leo umekuwa na sintofahamu nyingi sana. Tumeona kwenye kipindi cha kwanza mmeweza kuruhusu goli, mmeshindwa kuchomoa kufikisha level scoreboard, lakini kipindi cha pili tumeona mmepata penalti, lakini pia mmepata penalti kwa mikodi miwili ya penalti mpaka mmepelekea kupata ushindi. Pengine shida ilikuwa wapi? Shida kubwa leo ilikuwa hivi, walijaribu kubloku ili maforward wetu wasiweze kufunga, na kweli walifanikiwa kubloku. Kwa hiyo mbinu iliyotumika zaidi siku hii ya leo ni kujaribu kulazimisha kuingia kwenye box. Kwa hiyo kulazimisha lazima watakuwa kwenye box, ndio maana leo zimepatikana penalti mbili. Ni mechi ambayo ilikuwa ni ngumu. Katika mechi za ligi kuu ambayo nimeona ni ngumu ni ile ilikuwa ya kwao na hii ya Dar es Salaam. Na sijajua kwa nini mechi za Simba zinakuwa ngumu kucheza na Mashujaa. Ile ukicheza na Yanga wanawazawadia mpaka magoli 5. Ila Simba kucheza nao mechi zetu zinakuwa ngumu sana. Kwa hiyo mechi hii ya leo tumeshinda kwa ubora. Ni mechi ilikuwa ngumu, lakini tumeshinda kwa ubora. Tunamshukuru Mungu sana kupata ushindi siku hii ya leo. Mchungaji, milioni 100 zimewekwa mezani kwa Mashujaa kama watapata ushindi, lakini sare wamewekewa milioni 50. Umeona hiki pia kimechangia huu ugumu wa mchezo leo? Ukishawaahidi watu wanajituma. Ile hela ndio wamesababisha leo wakajituma kupita kiasi. Leo wamejituma, imefikia hatua mpaka kipa akapewa kadi nyekundu kwa ajili ya kuchelewesha muda. Ameingia hata huyu hapa alikuwa ni mchezaji, lakini bado aliweza kutuzuia. Kwa hiyo mechi ya leo ilikuwa ni ngumu kwa upande wa Simba. Simba leo amecheza mpaka dakika za mwisho kwa kutokata tamaa. Wachezaji wamecheza kwa kukata tamaa, kwa kutoangalia muda. Na hii Simba nimeiona kuna mechi nyingi sana ambazo Simba imepata matokeo kwa kutokata tamaa. Leo hawajakata tamaa na wamecheza mpaka dakika za mwisho, na tumeweza kupata ushindi siku hii ya leo. Kwa hiyo matumaini ya kuchukua ubingwa yako pale pale. Ukiangalia kikosi, mabadiliko makubwa sana yamefanyika leo, na dakika 45 za kwanza mnaenda mapumziko mkiwa nyuma ya bao moja mbele ya Mashujaa. Wachezaji ambao wamepata nafasi wameshindwa kutoa kile kocha ambacho alikihitaji kwenye mchezo wa leo. Ukiangalia leo mwalimu alijaribu kupumzisha wachezaji kadhaa. Mbona kama Ngoma leo hajacheza, Kapombe kaingia kipindi cha pili, Shabalala kaingia kipindi cha pili, lakini ni mechi kwa ujumla ni kwamba wachezaji wengi leo walipumzishwa kwa sababu ya ile kuogopa watakuja kuumia. Maana sisi tuna jukumu kubwa sana la kitaifa. Jukumu kubwa la kitaifa ndio ile ambayo tunategemea siku zijazo Simba akaenda kachukua ubingwa la kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa hiyo walijaribishwa kuwapumzisha wachezaji wale muhimu ili wasio kupata injury. Lakini dakika za mwisho mambo kwa magumu, ikabidi tumuingize Shabalala na Kapombe. Na bahati mbaya bahati nzuri walivyoingia, akaingia na Mukwala, akaingia na Kibdenis. Wakaja kuongeza nguvu, ndio mashambulizi ukaona haya na Simba kupata ushindi siku hii ya leo. Swali kubwa mchungaji, leo ni dakika ambazo zimeongezwa za mchezo wa leo, dakika 15. Imekuwa ni mjadala mkubwa sana mitandaoni. Wanasema kwamba ni dakika nyingi sana, haikustahili kuwa hivyo. Hao walipoteza muda mwingi sana. Kipa alikuwa analala, wachezaji wanaonyesha wameumia, akitolewa na Machela nje anasimama. Kwa hiyo lazima referee siku hizi, ngoja niwaambie kitu kimoja. Siku hizi FIFA mpira wao hataki muda upotee. Hata kama muda hujaongeza, lazima mpira uchezwe. Dakika zitimie 90. Kwa hiyo hata kama utapoteza muda ukitegemea kwamba ndio silaha, dakika zitachezwa tu. Kwa hiyo kwa ujumla dakika zimechezwa, sio kwamba eti Simba kabebwa, sio kwamba Simba eti dakika 15 alipewa za mazebe, hapana. Dakika 15 wamepewa ambazo wachezaji hawakuzicheza ndani ya uwanja. Siku hizi ndio principle, kama kucheza dakika ndani ya dakika 90 zinazofuatia lazima ulipize. Ndio kilichofanyika leo, kulipiza dakika. Kama mngekuwa mnapoteza huu mchezo, matumaini ya ubingwa yalikuwa yanapotea kwa kiasi kikubwa, kwa sababu kama mkishinda, hata tukizungumza viporo vyenu vyote, Young Africans bado wana alama moja juu yenu. Kushinda huu mchezo umewapa imani kubwa sana kuelekea kwenye mbio za ubingwa. Bado kushinda hii mechi ya leo ni kwamba sisi matumaini ya ubingwa yako pale pale. Hao walikuwa wanatuchelewesha wakati, tulikuwa Simba lazima ishinde. Kama nilivyokuwa nawaambia kwamba Simba hatapoteza mechi iliyobaki.
na Yanga tunawasubiria, tarehe itapangwa. Tarehe itapangwa na Yanga dabi atacheza. Yaani hiyo ni lazima. Wameenda kasi, wamegonga mwamba, wamerudi. Umeelewa mpaka hapo? Viongozi wa Yanga wamekuwa ni waongo sana, wanadanganya sana wanachama wao. Wale wadanganya kuhusu Ngoma kwamba wameshamaliza, Ngoma akaja Simba. Wale wadanganya kuhusu Kagoma kwamba mikataba ilitoonyesha kina Kamwe, nao wakawa ni waongo. Wametokana kuhusu Morrison, kumbe ni waongo. Wakatuambia tunaenda kasi. Wakatoa dola 150 kwamba ikiwezekana kula labda atashinda ile kesi. Lakini kesi imerudishwa tena TFF hapo. Kwa hiyo Yanga kila kitu wanachofanya wanafeli. Kwa hiyo Simba ndio timu ya mpira. Hawajawahi kufanya mambo ya kesi wakashindwa. Wao wamesimama katika mpira, hawajasimama katika mambo ambayo sio mpira. Hivi leo Yanga Afrika jana wameshindwa kusherehekea ushindi. Wamechukua kombe Zanzibar, lakini wameshindwa kusherehekea ushindi baada ya kupata barua kutoka kasi. Hivi leo wangekunywa supu, lakini wameshindwa kunywa supu kwa sababu ile barua. Ile barua imewatoa katika nje ya mchezo kwamba dabi sasa hivi TFF muda wote bodi itapanga siku ya dabi. Kwa hiyo Yanga Afrika wakae sawa, waje wamkabe Mpanzu. Kwa sababu kumkaba Mpanzu inatakiwa ufanye kazi ya ziada, na Yanga wanatukwepa sisi kwa ajili ya mtu mmoja tu, Mpanzu. Kama Kibdenesi aliwasumbua zikapatikana penalti 3, refaria akakataa, je, na Mpanzu kaongezeka, wewe unategemea siku ya dabi itakuwa vipi? Hii ndio Simba kimataifa. Hii ndio Simba inawakilisha Afrika Mashariki na Kati. Hii ndio Simba inawakilisha kusini mwa jangwa la Sahara. Hii ndio Simba inaenda kuchukua ubingwa wa kombe la shirikisho barani Afrika. Hakuna mtu anaweza kutuzuia. Hao walijifanya ni wagumu, lakini huwezi kumzuia mtu mkubwa. Simba ni timu kubwa barani Afrika. Huwezi kuizuia. Ni timu namba 4 kwa ubora barani Afrika. Ndio kilichoonyeshwa siku hii ya leo. Mchungaji, umezungumza kuhusiana na swala la